Today we are reading from the book of Genesis chapter 1 verses 14. And God said, "Let there be the lights in the firmament of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years." So number one, the reason why the sun, the bodies, these are the lights in the firmament, came into the picture, because now here they have come, the sun, the literal sun, the literal moon, the literal stars, lights have come into the picture. The light that you see coming out of the sun, coming out of the moon, coming out from the stars, is now in the picture in verse 14. There before, the light was there, but was not provided, was not produced by the sun, by a lamp, by a moon, or anything else. It came out of God himself. Watu hawajui vitu vingi. Biblia inaposema kwamba Musa aliposhuka mlimani alikuwa anang'aa mpaka wana wa Israeli walikuwa hawawezi kumwangalia wala hawawezi kumtizama. Kwa hivyo alikuwa anaweka kitambaa aliposhuka kutoka mlimani baada ya kukaa siku 40 kutengeneza vile vibao vya amri 10. Unajiuliza, unataka kusema kwamba Musa alikuwa amekuwa kama taa ama kama jua, kwamba anamulika, anachoma macho? Hapana, haikuwa hivyo. Kuna vitu vingi ambavyo Biblia imeficha, yani Biblia haijazileta kwa njia, Biblia haijaleta kwa hekima ya mwanadamu wa kawaida, imefichika kwa siri. So now the vegetation ndio ilikuja kwanza kabla ya jua. Kwa hivyo this means that the sun is for the vegetation and not the vegetation for the sun. Nguvu na uweza zilizowekwa kwenye jua, kuna mahali inasaidia vegetation, lakini sio nguvu ya vegetation isaidie jua. So this is the physical day and night. It came to separate seasons. It came to be signs. That's why I was telling you ya kwamba mbingu, anga inazungumza na iko na vitu vingi sana ambayo inanena. Kuna lugha yake. Unasikia hapa inasema let them be for signs. For signs za kuonyesha kwamba jambo fulani linataka kutokea. Tena ikakuwa mgawanyiko wa kugawanya nyakati, majira na nyakati. Yaani unapokuwa na hekima ya jua, ya hizi nuru ama hizi miangaza ambazo ziko katika anga, unapata hekima na ufahamu ama maarifa itakayo kuonyesha cha kufanya kwa wakati fulani. Inakupatia maarifa of knowing what to do, because it has been given the power
It is given the dominion, the authority to command seasons. So the command of seasons, the command of times, the command of days and years is in the sun, is in the moon, is given to the stars. So watu wanajisumbua, maombi mingi, kelele. Kwa nini? Unafanya maombi mingi, inakuwa kelele kwa sababu ya nini? Unakosa kujibiwa. Kelele inakuwa mingi. Kwa nini? Mungu ameshaweka mpangilio. System yake iko wazi. The system of God is open. Iko wazi kabisa. Kwenye kitabu hiki, kwenye Biblia, iko wazi. Study, elimika, take your time. Tafuta elimu ya jua, tafuta elimu ya mbalamwezi, tafuta elimu ya nyota, yaani nuru zilizo katika anga. Tafuta tu elimu kwa Biblia. Utaweza kujua, utaweza kufahamu, this is the right time to do this, this is the right time to be here, this is the right time to rise and go to this place or not. It's a sign. They also use signs that when they show up a certain sign, it's an information, it's a communication. Inakuwa ni communication, kwamba mtu anatakiwa kucommunicate, mtu anatakiwa kuelewa kwamba kuna jambo fulani ambalo linaongelewa hapo. Haleluya. Yaani mtu aweze kujua kwamba kuna jambo fulani ambalo linaongelewa hapo. Kuna kitu inazungumzwa wakati ambapo zinakuja kwenye pattern fulani, wakati ambapo zinajipanga, zina align kwenye jambo fulani. Nataka nikukumbushe kitu kimoja. The supernatural beings, hawa ni malaika ama mapepo, zinatumia system ambayo Mungu aliiset kufanya mambo yao, kufanya matukio yao. Inatumia hizi vitu, maumbile, vitu ambavyo Mungu aliviumba, uumbaji, kufanya vitu vyao. Hivyo malaika, huwezi mlazimisha malaika afanye jambo bila ule malaika kurifaa kwanza kwa heavenly bodies, yaani katika maumbo ama uumbaji ambayo Mungu ameumba. Hivyo malaika wanaangalia kwamba jua, mbalamwezi ama nyota zimealign kwa njia fulani, ama zinatoa nuru ama sauti za aina fulani. Hiyo inamaanisha ya kwamba jambo fulani inatakikana kufanyika katika ulimwengu wa wanadamu. Kwa hivyo hapa ndipo sasa wewe mwenyewe ukiomba malaika katika wakati ule ama kwenye muda ule, mambo yako na maombi yako inajibiwa automatically. So this is the power of God. He is the only one who knows mipaka na vile alivyogawanya giza na nuru. Yaani kuna asubuhi, ukisoma Ayubu mlango wake wa 38 mstari wa 12 na 13 hadi 14, utasikia akiongelea habari za asubuhi, vile ambavyo giza huondoka, yaani na nuru kuingia. Tofauti ya asubuhi na tofauti ya mapambazuko. Kwa hivyo leo tumekuja kuangalia sasa the lights of the firmament zimekuja kwenye picture. This is the literal day and literal night. Kwa hivyo tutazidi kutokea hapo, na najua kwamba Bwana atakubariki. Amina.